Hata tu. Hiyo tokea huko ni zaidi jambo baya, jambo gumu. Yaani alichokifanya Tasha. Ampige risasi Kai na Amanda. Unasemaje? No. Sikia Tasha, mimi siko pamoja na wewe. Katika miongoni wa watu wa Kai, mimi mmoja wapo. Nadhani uliniambia nikutafutie mtu ambaye ni shababi, mtu mwenye nguvu, gentleman, kibavu, kibabe. Mtu mwenyewe ndio huyo hapa. Huyu sina mashaka naye. Ni mtu ambaye kazi zake nazijua vizuri. Ni mtu ambaye hana mbambamba, ni mtu ambaye hana masiara kwenye kazi zake. Amenyoka kweli kweli. Ni mtu wa kazi kweli kweli, hana masiara kama unavyomuona mwenyewe. Kwa hiyo nisio na maneno mengi. Huyu hapa. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Batila. Jina lako pamoja na muonekano wako vimekaa kimafia sana. Lakini bado sijaridhika. Nahitaji nithibitishe sasa. Je, vitendo vyako pia vya kimafia? Maana kuna muda mtu anaweza akawa na jina la kimafia, muonekano wa kimafia, lakini kwenye vitendo akawa mchumba tu. Kwa nataka nithibitishe kwanza. Nikisha thibitisha kwamba yuko vizuri, hapo nitampatia kazi yangu. Lakini kama yuko vizuri, aende kwao akalime mchicha. Hizi kazi za wababe tu. Batila! Bwana, oya, huyu anatufaa mwanangu. Anapiga ngumi kama ipimani. Kweli huyu ndo mtu sahihi. Bwana, umeniletea mtu sahihi sana ambaye mimi nilikuwa namhitaji kwenye kazi zangu. Bila shaka kijana wangu ameshakueleza kila kitu ambacho nahitaji tukifanye. Lakini labda tu ni summarize kwa haraka. Iko hivi. Mimi mpango wangu uliokuwa nao kwa sasa, nahitaji bwana Batila, wewe uende ukaiteke familia ya daktari. Nadhani ameshakupa maelezo na location yote, kila kitu anakupatikana na familia yake, si ndio? Yes. Sasa basi, hii familia muda mchache kutoka sasa nahitajiwe katika mikono yangu bwana Batila. Ni hivyo tu. Mimi niseme tu niko tayari kufanya hiyo kazi. Lakini nitachohitaji pesa yangu nipate kwa wakati. Sio huyo daktari tu. Hata ukitaka niteke dunia, dakika moja tu. Mshaba, mtu ambaye umeniletea yuko vizuri sana. Kwanza napenda namna ambavyo anajiamini. Mafia lazima ujiamini kama huyu. Safi kabisa bwana Batila. Na kuhusiana na pesa, wangu mimi sio shida bwana Batila. Hiki ni kisiwa cha pesa. Muda na saa yoyote ukihitaji pesa niambie. Kikubwa zaidi, nahitaji uifanye kazi yangu kwa weledi sahihi kabisa. Na Mshaba, naomba tukitoka hapo nitumie account namba yake. Namwekee mzigo wake sasa hivi. Sawa. Mr. Batila, karibu kikosini. Boss Kai. Huyu ndo mtu ambaye nimekutafutia. Atakayefanya kazi zote za kwetu bila wasiwasi na bila shida yoyote. Lakini pia huyu mpaka sasa Tasha anaamini kwa yuko upande wake. Ila huyu yuko upande wetu, bega kwa bega na sisi, na yuko tayari kufanya chochote na sisi. Kwa hiyo boss. Oh, safi sana. Anaonekana ni mtu makini sana na atafaa kwenye kazi yetu. Very tough. Vipi ndugu yangu, labda nikufahamu kwa majina kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza nakuona. Mimi naitwa Kosh. Kosh. Majina fulani hivi ya watu wa mafia. Jitu la mtumba. Bila shaka utaifanya kazi yangu kwa umakini sana. Safi sana Mshabaha. Bila shaka bwana Koshi, Mshabaha kueleza misheni yetu na namna kukamilisha hiyo mission.
Ya, mdogo wangu amenielezea. Kwa hiyo nimeamua nije kwa tajiri ili tujenge vizuri. Mimi kazi yangu ni ndogo sana. Na kwa mtu kama wewe, sidhani kama kutakuwa kuna uzito. Nachotaka mimi ukaiteke familia yao daktari kama unavyotaka Tasha. Alafu hiyo familia ukaikabidhi kwa Tasha, iwe chini ya mikono yake. Ila chonde cha kujazilizia tu hapo. Fanya juu chini. Tasha asijue kuwa unafanya kazi na mimi. Lazima ajue kwa upo upande wake. Hii itaturahisishia sisi kumkamata Tasha na ingie kwenye mtego wake kirahisi sana. Ili mwisho wa siku Tasha akija kujua, it's too late. Hataumbuka tu. Mimi nikuondoe shaka tu tajiri yangu. Kutokana akaunti imesoma. Kwa hiyo sidhani kama kuna ushawishi wote ambao itatokea. Kwa hapa ni kufanya tu jukumu langu basi ili mambo yote yaende sawa. Safi sana, nimependa spirit yako. Yaani ina maana kwamba na wewe siku zote ulikuwa unanisaidia, si ndio? Wewe ni msaliti, si ndio? Hatima ya ndoa yetu. Safi sana vijana wangu, kwa kazi nzuri sana. Hakika nyie ni maswahaba makini sana. Ila kuna kazi moja bado mmeisahau. Nimeshaifanya tayari. Na mpaka sasa kuna mtu nimeshamwagiza yupo njiani. Atafua. We mama. We nini? Kwani una shida gani? Awali ya yote, kama choo kipo karibu naomba kwanza niende nkani. Alafu nikisharudi nikae hapa nilie. Amisi. Afwe Mpemba. Mimi sipendi masiara yako kabisa. Aniambia umepatwa na nini? Hata tu. Hiyo tokea huko ni zaidi. Jambo gumu. Yaani alichokifanya Tasha. Ampige risasi Kai na Amanda. Unasemaje? Yaani ampige risasi. Putwa. Watu wamejaa hivi. Alafu Hamisi sasa na Kide ndio kimbele kwenye mambo. Tunazika saa ngapi mambo ya mchele? Mungu wangu. Yangu pia. Yaani Tasha aliongea amefanya kweli? Kumbe so yai amefanya kweli? Aya. Yesu wangu. Jesus. Ngoja. Toka nikupate wewe, nimeishi kwenye penzi la amani. Leo tupo sale, tumemshinda ibilisi shetani. Umenipeleka shule, nimeyasahau yote ya zamani. Na naomba nipeane niliyoyakosa huko zamani. I say penzi lako ni tamu asali, kila mbina nipalia. Kinipa ya moto nifungua, pendo na potea. Inatosha! Hakuna kitu nachukia katika maisha yangu kama unafiki. Mimi nimefanya unafiki sana, ila wewe umezidi. Na kuchukia kuliko hata ninavyoichukia dhambi. Kai mume wangu, unahisi adhabu ulionipa mimi na stahili? Upendo wote nilokufanyia, kweli haya ndo malipo yake? Yaani unamvisha pete mwanamke kumaanisha kwamba unataka kumwoa. Vipi kuhusu mimi? Ni kweli mimi nimekukosea,
Lakini katika maisha yako Kai, hujawahi kufanya kosa kisha ukaomba msamaha ukasamehewa? Kweli mume wangu, unaona mimi nastahili haya? Lisa, hiki sio kisasi kama ambavyo unafikiria, bali hii ni hatima iliyopangwa na Mwenyezi Mungu na ilikuwa lazima itokee. Ni kweli mimi ndo nilianza kukukosea kabla wewe hujanitenda, lakini hukupaswa kunisaliti na rafiki yangu kipenzi. Hujui ni njia gani nimetumia kulifuta hili kovu kwenye moyo wangu ambalo umelitengeneza. Nasiongea maneno yote haya kuonyesha kuwa na wivu sana juu ya maisha yako. La hasha. Mimi nisha move on Lisa. Na kama ambavyo nilivyokuambia, wewe ni mfungwa huru. Una haki ya kuchagua gereza. So, nilikupa fursa ya kuchagua mwanaume sahihi ambaye unaona anakufaa na sio mimi. Kwa hiyo, kama ambavyo mimi nimekupa fursa ya kuchagua maisha yako, na wewe naomba unipe fursa mimi ya kumchagua Amanda kama mke wangu mtarajiwa. Na naomba nichukue fursa hii adhimu kukualika kwenye ndoa yangu na Amanda wiki ijayo. Haiwezekani Kai. Maumivu, maumivu, moyoni mwangu maumivu, kumejawa na uchungu, uchungu, kila siku ni maumivu, moyoni mwangu na utulivu, ni mateso na maumivu. Inanumiza roho, inanumiza Kuvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kama nisingekuwa mpumbavu wa kulipiza kisasi kwa mume wangu, leo hii asingetokea haya. Hakika najuta kwa ujinga wangu. Nimekosa ndoa yangu, pia nimesababishia Tasha matatizo. Kama nisingekulazimisha Tasha kuingia kwenye mapenzi na mimi, basi mpaka leo maisha yako yangekuwa mazuri tu. Samahani sana rafiki yangu Kai, lakini pia samahani sana Amanda kwa yote ambayo nimewatendea. Sio maamuzi yangu mimi, ni mapenzi ndio yamenifanya mpaka kufanya maamuzi kama yale. Ningefikiri kabla ya kutenda, isingelifika haya. Hebu angalia, kijana mdogo kama mimi naozea gerezani. Iko wapi hatima ya maisha yangu? Yaani menaumiza sana. Leo umeenda gerezani kwa sababu yangu Tasha. Sasa ujauzito unaoniacha nao, nafanya nini mimi? Maana nimeshakuwa single mother, lakini mimi ndo chanzo cha yote. Naomba unisamehe sana Tasha. Samahani sana Lisa. Naomba unisamehe Lisa. Nimefanya leo umekuwa single mother. Mtoto wangu atazaliwa pasi na kumuona baba yake. Itakuwaje mtoto wangu akija kusikia kwamba baba yake anataka kuua na hivi sasa niko gerezani? Ila nimejifunza napaswa kufikiri kabla ya kutenda. I'm sorry Kai. I'm sorry Amanda. I'm sorry Lisa.
Cheers. Amanda. Niambie mpenzi wangu. Huwezi amini yani. Ninafurahi sio na kifani kwa huu upendo na amani iliyotawala kwenye maisha yetu. Naongea hivi kwa sababu vikwazo vikubwa vya kwenye maisha yetu, na maanisha Tasha na Lisa, wameshatokomea. Na kwa kuwa nafsi zetu na mioyo yetu imeshaungana, sioni haja kuendelea kusubiri sana, bali naona huu ndo muda rasmi sasa wa kufunga pingu za maisha. Kai, unasema kweli? Ya, nasema kweli. Seriously? Mbona umenisurprise kiasi hichi? Nimefurahi sana Kai. Yaani umenisurprise. Kitu ambacho sijakitarajia kabisa. Ndio umenifanyia. Nashukuru sana. Yaani hili jambo la ndoa nimeliomba usiku na mchana, namwambia Mwenyezi Mungu, naomba basi unibariki na mimi niwe kama wengine. Wewe umekubali kunioa mimi? Siamini. Na nilijua hili jambo atalifanya Tasha. I'm sorry. Yaani namaanisha kwamba angekuja kunioa yeye, kwa sababu nilikuwa na mipango nayo mikubwa sana. Lakini Tasha alinisaliti mimi. Lakini leo hii wewe umenibeba kwa mikono yako miwili, na unataka uniheshimishe mbele za watu, mbele za wazazi wangu, mbele ya ndugu zangu. Mimi nimeridhia, nimeridhia. Amanda, inatosha sasa. Maana nakujua wewe, ukianza kuongea hapo mpaka machozi yatakutiririka, na utatumia siku nzima kuongea bila kumaliza maneno yako. Kwa hiyo usijali, nimeshazielewa hisia zako. Cheers kwa mara ya pili. Lakini nimefurahi bwana. Ndio basi, cheers ya mwisho. Cheers. Forever in love. Amanda, shida nini? Amanda! 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 Kipenzi! Baby! Shida nini Amanda? Sema unaumwa? Hapana, nasikia kichefuchefu Kai. Kichefuchefu? Basi mpenzi, twende hospitalini kwanza ukapatiwe matibabu. Hapana. Hapana nini kipenzi chako? Unajua kuumwa kwako mimi nakosa amani. Hebu kuwa huru. Twende hospitalini kwanza Amanda, please. Hapana Kai, nisikilize mimi. Mimi nahisi mimi ni mjamzito. Hatima ya ndoa yetu. Hatima ya ndoa. Amanda. Hatima ya ndoa yetu.
siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama